Siku moja nikaenda kuwanga sehemu, tena mapema tu saa 1, tena sio peke yangu, magwiji tulikuwa 6 wa batani 3 hii. Tukapita mahali karibu na kanisa. Kwenye ile kanisa hakukuwa na nguvu ya Mungu, lakini mchungaji wa ile kanisa alikuwa ana ratiba kila mwezi, anaombea mke wake, anaombea watoto wake na anawatolea sadaka. Kumbe yule Roho Mtakatifu aliyekuwa ndani ya mchungaji alitawala watoto wake, alitawala mke wake na lile eneo. Tukajichanganya, na wala tulikuwa hatuna shida nao, tunapita zetu tu kwenda makaburini, maana makaburi ilikuwa ni masoko, tunauzia misukule. Tunapita tukakuta tutoto yule mchungaji, tumekusanya watoto wengine wa mtaani, wameshikana wanaruka, kandege kazuri kanaluka angani, na mimi nataka niluke na Yesu. Wakasemaje? Haleluya! Wewe Baba, asante kwa wakati huu. Tunahitimisha kwa neno zuri la kuagana na watu wako. Naomba Roho Mtakatifu ukalivuvie neno lako zaidi katika jina la Yesu, amen. Fungua Biblia takatifu katika kile kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari ule wa 1. Tutasoma mistari michache hapo katika hicho kitabu cha Warumi, michache tu. Tunataka kuangalia kipengele kimoja kilichosalia tulichokisaza ile mchana, ambacho kinasema majukumu ya Roho Mtakatifu katika ufufuo. Katika ufufuo. Bwana asifiwe. Na nikazungumza pointi nzuri moja kubwa iliyozibeba zile zote, kwamba Roho Mtakatifu akipata nafasi kwenye maisha yetu, akipata nafasi, huwa anaitumia kugeuza hatima yetu. Na tukaona jambo la kwanza, jukumu la Roho Mtakatifu akipata nafasi kwetu ni control. Anatuongoza na anatufundisha kuifikiria kweli ya Mungu, na yale tusiyoyaweza anayawezesha. Kumbe kuna wakati mwingine kuomba sana kusitutishe, lakini tujiingeji sana kwenye ushirika wa karibu sana na huyu Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Sijui unanielewa vizuri. Sikupingi unayeomba, hapana, niko pamoja na wewe, lakini uombe katika Roho Mtakatifu. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ukiomba bila uongozi wa Roho Mtakatifu, utaomba mwaka na majibu hayatakuja, kwa sababu control inayo tu control sisi tumuone Mungu, tujibiwe na Mungu, tupokee kwa Mungu, ni huyo Roho Mtakatifu. Kwa hiyo usipompa nafasi akafanya yeye, unafanya wewe peke yako na vya kwako vinaibiwa na adui. Roho Mtakatifu unapomlinganisha na haya maji, umemkosea sana. Yani umemkosea. Yani yeye ndiye aliyeyafanya hayo maji. Mimi nina ushahidi. Wakati bado sijaokoka, nilikuwa na wanga usiku. Na uwezo niliokuwa nao, nilikuwa na uwezo wa kuingia ndani ya mtu mwingine na nikasema ndani yake kama pepo. Nilikuwa na huo uwezo. Na kuna wengine unaweza kumwombea kwa jina la Yesu, toka. We nani? Mimi
Mariamu. Unajiuliza, hivi kuna jini anaitwa Mariamu kweli? Sio jini, ni yule jirani yenu. Ana uwezo wa kugeuka. Sasa ngoja nikuonyeshe kidogo watu wa hapa karibu. Unaona kifuani kwangu kuna hii alama. Hii ni ile jina la Yesu. Watu wanasema moto wa Yesu, kwa jina la Yesu na kuchoma. Tukachomeka hivi. Wewe unapoomba unajua unaomba hewa. Hauombi hewa, ni kitu halisi. Sasa mimi nilikuwaga na tisha zama hizo, lakini utisho wangu nilipopalamia watu wenye Roho Mtakatifu, kilichotokea ilikuwa ni maangamivu zaidi. Siku moja nikaenda kuwanga sehemu, tena mapema tu saa 1, tena sio peke yangu. Magwiji tulikuwa 6 wa batani 3 hii. Tunapitia anga la 36 tu hapa, la mita 36, ambapo kwa mtu mwenye macho ya rohoni akifanya hivi tu anatuona hawa hapa. Tunakwenda tukapita mahali karibu na kanisa. Kwenye ile kanisa hakukuwa na nguvu ya Mungu, lakini mchungaji wa ile kanisa alikuwa ana ratiba kila mwezi, anaombea mke wake, anaombea watoto wake na anawatolea sadaka. Kumbe yule Roho Mtakatifu aliyekuwa ndani ya mchungaji alitawala watoto wake, alitawala mke wake na lile eneo. Tukajichanganya. Na wala tulikuwa hatuna shida nao, tunapita zetu tu kwenda makaburini. Maana makaburi ilikuwa ni masoko, tunauzia misukule. Tunapita tukakuta tutoto yule mchungaji. Tumekusanya watoto wengine wa mtaani wameshikana. Wanaruka, kandege, kazuri, kanaluka, angani, na mimi nataka niluke na Yesu. Wakasemaje? Haleluya! Wewe. Ile neno haleluya, magwiji ambao Afrika Mashariki nilikuwa namba 7. Yaani vyama vyote Tanzania viko vyama 11 vyote. Mimi navikusanya kwa sekunde, vinakuja kunisikiliza. Lakini tutoto twenye Roho Mtakatifu, tuliposema haleluya, wote tukaanguka chini. Ndege yetu ilikuwa na majini 250. Ilikuwa inakunywa lita nyingi za damu. Tukiamua kuua hakuna cha kupinga. Lakini tukaanguka na hiyo ndege. Hatukuweza kutoka hapo. Mimi nikafanya manjanga yangu yote wapi. Ikabidi nichukue simu ya kichawi, nipige makao makuu ili nipewe msaada na wachawi wa makao makuu waje watuokoe. Kujaribu kuinua mtandao wa kichawi, hapo hapa sikiki. Kila nikiinua nahisi kufa. Wale watoto wakaanza kujifanya wanaomba sasa. Na kale kamoja kakaigiza baba yake. Ako ndo kalitumaliza. Mpaka leo hii huwa nikihubiri sana, wiki 2-3 nikifuruliza, hapa nasikia hapa nauma kuchu. Kwa sababu niliangukaga na ndege ya kichawi mpaka kwa nyuka kidogo. Bwana atusaidie. Yule mtoto alianza tulikuwa wachawi 6, tulibaki 2. Aliposema tu fire, 4 pale katika wakaungua moto, wakafa pale. Na sisi hakuna mbaya zaidi, mtu anaungua, sio kwamba ni kuungua kiroho, walikufa na kimwili. Wamesha kufa na sisi hatuwezi kutoka.
tunatetemeka, tunapiga kelele, tunajua hao watoto watatumaliza. Namna ya kutoka hatuna, ndege imezima, nguvu zote za kichawi zimefeli. Tunaita nguvu, tunajaribu kupotea, hakuna kutoka. Kwa nini? Nuru na giza havipatani, lazima giza litapigwa. Afu leo namshukuru Mungu kwa neema, mzee nimempata huyo Roho Mtakatifu, na mimi watakoma na mimi ndayachapa kama siyajui. Bwana atusaidie sana. Nakwambia mamlaka ya Roho Mtakatifu. Sasa mimi nilivyoponyoka hapo, kilichoniponyoa unajua ni nini? Ilibidi na mimi nikaita roho mchafu. Yule nilimsema asubuhi. Nilipomuita akanipa dawa. Ile dawa nikaivuvia kwenye udongo kidogo. Nikaita jini anaitwa Fatuma. Nikamuita na Malina Limoto. Nikatengeneza monster spirit. Ndio nikaitupa kwa watu tutoto. Tukawa tumeogopa. Nikaituma mpaka kwenye nyumba yao. Wakaona vishindo. Ile monster spirit kazi yake ni kufanya hofu kwenye familia. Najikuta mnaogopa hata kutoka nje. Hata kikisikika kipaka kikilia tu miau, unaanza kutia na Yesu kutoka shetani. Na lengo letu sisi ilikuwa huyo roho tumeshasalenda, hatumuwezi. Ila kwa kuwa hatumuwezi, tunaomba nafasi ya tutoke. Ili tutoke sasa, inabidi wale walokole waliookoka waseme katika jina la Yesu toka shetani, ndo tunatoka. Wasiposema na kesho tutakuwepo dipaka, na mwezi utaisha tuko hapo, na mpaka tutafia hapo. Ndo nakwambia mamlaka iliyo ndani ya Roho Mtakatifu. Wewe ukiwa na Roho Mtakatifu, acha kuogopa mapepo. Wewe ndo mtawala wa kuyakemea mapepo. Wewe ndio mtawala wa kufukuza matatizo. Mpe nafasi ajitawale mwenyewe. Sema amen. Pale Bwana, wale watoto mimi nikabadilika, nikawa paka kweli. Nikaanza mama mau mau, mama mau mau. Nilivyowasogelea wakaniona, wakakimbia. Kukimbia nikatupa Bwana, akaja mama mchungaji. Mama mchungaji alivyokuja, kwa jina la Yesu, hii sio paka ya kawaida. Nikasema afadhali. Hii sio paka ya kawaida. Katika jina la Yesu, utoke shetani. Wewe mbio. Ile ndege kuja kuiponya ilikuwa milioni 11 za hela. Ndo tukaita vyama, tukapewa dawa, tukaja wachungaji walishaondoka pale, ndo tukaja tukachukua ile ndege tukaenda kutengenezesha. Lakini bila hivyo tungekwisha. Bwana atusaidie. Roho Mtakatifu akipata nafasi hautaonewa na kitu chochote. Namshukuru Mungu, sasa nimemjua na mimi nimempata. Yale yaliyokuwa yananiunguza mimi sasa hayaniunguzi, yananisaidia kuwachoma wachawi na mapepo kwa jina la Yesu. Ninakutangazia, mpe ushirika Roho Mtakatifu, atakusaidia. Sema amen. Tumpe nafasi Roho Mtakatifu sasa, tutashinda. Mimi kilichonisaidia mpaka leo sijafa, nilipookoka nilipata neema ya kupata wachungaji walio na Roho Mtakatifu. Wakanifundisha kwanza neno la Mungu. Yesu ni nani na yukoje? Neno lake ni nini na likoje? Na Roho Mtakatifu ni nani na anafanyaje kazi? Na wakaniuliza, unamkubali na unampa nafasi na ushirikiano? Nikasema ndio, nimekubali. Wakaniambia, kama ulivyojiachilia kwa shetani zamani, futa ule ukurasa sasa, zama mazima jiachie kwa Roho Mtakatifu. Nikasema sasa Bwana, kama nikufa nimeshakufa, ila ninaishi kwa ajili yako. Chochote cha kwangu nakupa wewe, taishi kwa ajili yako. Nikajiachilia. Nilivyojiachilia tu, nakwambia wakati mimi nimefika Kigoma pale mjini, nimefunguliwa,
nilienda Uvinza Kigoma. Nikakutana na vijana wawili machifu satanisti tuliokuwa pamoja kwenye kilinge. Pale Uvinza kuna bwawa la chumvi. Mmoja alivamiwa na nguvu ya mauti. Nikiwa namkataza akaruka akatumbukia kwenye lile bwawa la chumvi. Akafia umo, wakazika. Mwingine tunapita kwenda Tabora, tumefika Usinge. Kuna hili trekta lina tairi kubwa. Akaomba lifti pale. Tulikuwa pamoja. Linaenda mbele, ghafla likanoki, likaanza kurudi nyuma. Akaanguka. Alivyoanguka akaanguka tali, likakanyaga kuanzia miguu mpaka kichwa. Kwa macho yangu nikamuona anapotea. Mwingine alilala mzima, akaamka amekufa. Mwingine tukiwa pamoja pale Kigoma, sehemu moja inaitwa Lake Tanganyika, alikuja nabii mmoja kuhubiri pale. Akawa anafanya ushirikina wa wazi, na huyo nabii alikuwa kijana wetu wa kilinge. Tukaenda na huyo rafiki yangu tumuumbue nabii. Tulipomsogelea akamtupia kitu fulani yule rafiki yangu huyo akaanguka na kufa pale pale. Alafu na mimi nikabaki peke yangu kati ya wale watano. Nikaambiwa hivi, na wewe wiki ijayo unakufa. Nikapata bonge la hofu. Hakuna kitu kibaya, nimeenda kuhubiri sehemu moja EAGT moja ya Kahabwa pale Kigoma. Ile nahubiri nikashangaa joka kuu linaingia kanisani. Likaanza kuja, linakuja. Mimi naliona, washirika hawalioni. Likatema moto. Likaniambia, Alpha Star, siya kabulalo. Unajaribu kututoloka, sisi hatutolokwi. Na sasa leo nimekuja kukuchukua. Ngoja nikuonyeshe mfano wa nguvu zangu. Likatema moto. Ule moto ukamwangukia mshirika mmoja wa hilo kanisa. Ule moto ulimbabua, akarushwa kutoka kwenye kiti, akapaishwa, akaletwa mbele yangu kama hapa, anakuanguka damu puani, mdomoni na masikioni, anaanza kuwa kama anakata roho. Nilipoona hivyo nikapitia Biblia mlango wa mchungaji huu hapa uko wazi, nikapita, nilikimbia kwa miguu. Walinifukuzia watumishi wa Mungu, kwa jina la Yesu simama. Wewe hawakunishika, na ibada ikaishia hapo. Mpaka nikafika kwa mama angu, nikaingia chumbani mpaka chini ya kitanda kimya. Nilikuja kutoka saa 8 baada ya kuona maombi yamepamba moto kanisani. Nilikuwa naishi kwa hofu. Mabasi haya nilikuwa sisafiri, maana najua nikipanda nitakufa. Sijui eti boti, sijui meli, ndo kabisa. Hata ndege hii nimekuja kupanda mwaka juzi tu hapa. Kwa nini? Nilikuwa naogopa, maana njia hizo zote ndo tulikuwa tunazitumia kuharibu maisha ya watu. Sasa nimeokoka, na nitayawezaje hayo majamaa? Nimeyasaliti na nguvu zake nazijua. Lakini ndugu yangu, nilipopokea Roho Mtakatifu akapata nafasi ya kunitawala, badala ya mimi kuviogopa, vyenyewe vilianza kuniogopa. Ile nguvu ya mauti ilianza kunikimbia yenyewe. Matokeo yake mimi siyaogopi, ninayafuata yaliko na yanakimbia. Mpaka hapa nilipo, namshukuru Mungu. Mwezi wa 3 nimepokea mchungaji wa 28 kutoka mkononi mwa Freemason, amerejea kwa Bwana Yesu. Wachawi waliosalenda kwa Yesu wenyewe hawana idadi. Hadi mwingine nimempokea pale Kenya, ameleta vya kwake vyote. Walioonewa na vifungo vya mashetani wenyewe hawana idadi. Misukule tu waliokuwa wameshazikwa wameshafika 9. Bwana amerudisha. Kuzimu inaendelea kusaga meno, lakini hainiwezi ng'o. Kwa sababu gani? Sheria ya Roho wa uzima imeniweka huru. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, kwa ushuhuda huu
pokea nguvu ya ustahimilivu, usiogope chochote. Na alisema huyu Paulo kwenye Warumi hii 8 mstari wa 31, akaongea mamlaka ya kimungu ndani ya mtu. Tuseme nini juu ya haya? Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Anamaanisha kabisa kwamba ukiwa na Mungu una vitu vyote. Bwana asifiwe. Kuna mwimbaji mmoja mnishi wa kule Kenya aliimba wimbo mmoja akisema hivi: Yesu ni mambo yote ndani ya yote, ukimpata yeye umepata vyote, acha kusumbukia ya ulimwengu, tafuta Bwana Yesu upate vyote. Sasa sisi tulishampata Yesu, na Yesu ametupa Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu tumempata. Hebu tumpe ushirika, tumpe nafasi, ayafanye yale yasiyowezekana. Jamani, yatawezekana. Haleluya. Usiwe na hofu. Yaani mimi huwa naumia kuona muumini tunamuombea analipuka mapepo. Muumini, mtumishi wa Mungu. Siku moja tumeenda kuhubiri mahali fulani na mchungaji mmoja, sipataji, ila aliniumiza yule pastor. Mimi nikawa nahubiri mkutano wa nje, yeye anahubiri semina. Wewe mchawi akaingia kanisani, akawa na kafimbo hivi yule mchawi, na alivyoingia kanisa lote likataka kukimbia kwamba ameingia ni gwiji wa mtaa. Nikasema asitoke mtu. Tukasema leo hapa atajulikana Mungu. Wewe mchawi alivyokatikisa kale kafimbo, mwalimu wa semina amesimama madhabahuni. Nikaona anasema Yesu huyo hapo, Yesu huyo hapo. Amekuwa popo, Yesu ni popo, ametoka kwangu. Mchungaji akaanguka mbele yetu. Pepo likalipuka, yani nilizalilika. Nikasema Mungu wangu, tumeumbuka. Sasa kama mchungaji analipuka pepo, muumini atafika wapi? Nilitaka kukimbia hiyo kanisa hiyo. Yaani hiyo. Nikataka tukataka kutumia hekima kwamba labda ni pressure imemwangusha. Ile tunamshika likataruka likaanza kutupiga mangumi. Nikasema hii baada imeshakuwa chungu sasa. Na nikaanza kuongea sasa. Mimi ni Malkia. Huyo ni mtu wetu. Tulimtafuta miaka mingi. Sasa hii wiki nzima alikuwa anatuhubiri vitu gani huyo? Inaumiza. Hebu sema kwa jina la Yesu, mimi pepo hata sema kwangu, wala kwenye watoto wangu, wala kwenye familia yangu. Mimi ni mbarikiwa na nina ushirika na Mungu mwenye nafsi ya Roho Mtakatifu, kwa jina la Yesu. Amen. Si jukumu la huyu Roho Mtakatifu. Anavunja sheria ya laana na anaumba sheria ya roho. Anatangua shauri ya mauti, anaumba shauri ya uzima. Anatutoa kuwa watumwa wa dhambi, anatustahirisha tunakuwa wana halisi wa Mungu Baba. Na huyu hatima yetu kwa Roho Mtakatifu ndiye sumaku inayotunyakua kututoa duniani, kutupatanisha na Yesu Kristo, kuishi milele na Mungu. Paulo anafunuliwa siri ya Roho Mtakatifu. Anaongea hivi: hata mtu asiye na roho wa Kristo, huyo sio wa nani? Sio wa Kristo. Kumbe usipokuwa na roho huyo, utakuwa muumini wa kanisa la TAG, ila sio wa nani? Umeona Hebu mwambie mwenzako, mpe ushirika umkamilifu huyu Roho Mtakatifu.
Leo natamani tufundishane tu, tuelezane haya. Amen. Unajua tusiombeane tu ujazwa, pokea Roho Mtakatifu, pokea, ulishaga pokea. Ila huyo Roho sasa uliyepokea, mpe nafasi. Mpe nafasi afanye kazi. Siku moja tumeenda kuhubiri Bukoba na mchungaji mmoja anaitwa Eliki. Tumefika pale Bukoba, akawepo mganga wa kienyeji. Yule mganga alikuwa ni tishio. Ana fimbo yake hivi, inakaa rungu hivi kakichwa kama mtu. Ukisimama hivi madhabahuni mhubiri, anaanza kukashusha hivi. Hakikashusha, wewe mhubiri ndio unapanda juu, unaelea hewani. Akikatikisa hivi, unaanguka kichwa chini, miguu juu, unakata moto. Mkuu wa wilaya ile, sijui ilikuwa ni kijiji gani, nishaanza kukisahau, alikuwa ameshapiga marufuku mikutano ya injili isihubiriwe humo kwa sababu watu wanakufa. Tulipofika pale, tangazo likaja, barua ikatoka wilayani kwamba marufuku kuhubiri huo mkutano. Kama ni semina ya ndani sawa, na kama mnahubiri, hubirini Yesu peke yake, msitaje mganga wa kienyeji. Hatutaki maafa mengine. Sisi tukasema hapa sasa mwizi kamloga mchawi, yatajaa. Mtu mzima atishiwi nyau. Tukatia nguvu, tukakodi na muziki mnene, tukafunga jukwaa la maana, mkutano ukapigwa pale. Mhubiri wa kwanza rafiki yangu Eliki. Ile tunapiga tu injili, mganga tu akaanza kuja taratibu. Ile mganga anakuja, wananchi pale wakaanza kukimbia. Waumini wanajua tayari katekela wetu ana rest in peace leo. Na pale wanakimbia walokole, wanakijiji sasa, wale wanaitwa wananzengo, wapagani wa timu ya mganga ile. Inaanza kuja ione watu wanavyokufa. Hapo sasa Mungu na shetani uso kwa uso. Ndugu yangu, wakati kwaya zinamalizikia, tukaona magari ya mkuu wa wilaya yanakuja. Nikajua mkuu wa wilaya ametuhurumia, anakuja kufunga mkutano. Huyo rafiki yangu Eliki ni mbabe kwa mambo ya ubishi. Ni muha kweli. Akasimama, yani mkuu wa wilaya anashuka tu gari. Eliki akasema, tunamshukuru Mungu ametupendelea. Leo ametuletea mkuu wa wilaya. Na huyo ni mtu wa Mungu, amekuja kusikiliza injili. Akamsifia, na mtawala ukitaka umnase msifie. Alipomsifia akampa maiki asalimie, kwani alifunga mkutano. Tumekuja kuangalia nyinyi ni watu wa Mungu, vigezo na masharti kuzingatiwa, hubirini Yesu, na mimi nipo nasikiliza injili. Tukasema sasa ngoja hapa ndo panatosha. Aliposimama mhubiri, ile anasema tu Yesu ni Bwana, mganga kama kawaida akaanza kuchezesha fimbo. Alipopandisha, nikaona mchungaji anapanda. Nikasema ina lilahi wa ina ilahi la juni, tumekwisha. Akapandisha tena mchungaji, ikafika tu hadi mchungaji anatembelea tu kucha, kwa jina la Yesu. Akapandisha tena. Wamama sasa, unajua mimi wamama na waheshimu sana. Wamama walipoona kile kitendo, mkutano ulibadilika, sio shangwe tena, ni kunena kwa lugha ya uchungu, wakijua tayari mhubiri mwingine tayari leo ana rest in peace. Wakaanza baba, mimi ndani nasikia kuimba salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Wakati nasikia kuimba, nikaanza kuimba. Naimba vile, mganga akainua sana, mhubiri akaelea kabisa. Kilichobaki sasa ni aitikise hivi fimbo,
kichwa cha mhubiri kiwe chini, miguu juu, atue kichwa chini, akate moto. Wewe kumbe Roho Mtakatifu anabadilisha sheria ya mauti, anaunda sheria ya uzima. Mganga akaanza kuchekesha ile fimbo, anachekesha hivi, badala mtumishi apande anashuka. Akaichekesha tena, badala mtumishi apande anashuka. Mwisho akashuka akafika kwenye jukwaa. Yana alivyotua tu mganga chini. Unajua tulikimbia tunahubiri, wale askari hawakuamini, wakaja mbio kuangalia nimemkuta mimi, kucheki mganga anakoroma. Nikamwambia kama teni asitoke, leteni kanisani. Wakamleta, kemea, vikatoka. Mwisho nikamwambia mzee, chagua haya mawili, umetesa watumishi wengi, sasa akuanzae mmalize. Si mimi unajua ni mjeshi wa Mungu, ninaruhusiwa kuchinja kiroho. Imeandikwa kabisa, usimwache mwanamke mchawi kufanyaje? Maana yake fanyaje? Lakini Isaya 2:7 hadi 8 inasema mtu anasema hivi kwamba mtu mnyonge huinamishwa chini na mtu mkubwa hujidhiri juu yake. Kwa hiyo usiwasamehe. Kwa hiyo tunaruhusiwa kutokuwasamehe na tuwamalize. Na Kumbukumbu la Torati 7 inasema mstari wa 2, wakati huo Bwana Mungu wako atakapokutia katika nchi unayoimiliki, hao mataifa atakao watoa mbele yako, wewe utawapiga, na wakati huo usiwahurumie tena, uwaondoe kabisa. Yani maana yake usisaze hata kajukuu kao, chinja. Hata kama ni kama mdogo kaende tu, hata kama ni kabibi kafe tu, kwa sababu kametesa wengi na kenyewe ni zamu yake. Nikamwambia mganga, chagua bonus ni hii, kuishi ni kuokoka. Hutaki kuokoka, wiki hii ni final, unaondoka. Mganga akanijuishia akasema, nani aondoke wewe? Nani aondoke wewe? Nikasema hamna wa kuondoka. Haya, ngoja tuendelee na mkutano. Mhubiri akahubiri. Kesho yake mkuu wa wilaya alirudi na askari wakatulinda mpaka Jumapili. Ilipofika Jumamosi, tukaitwa asubuhi saa 2, twende tukamwombee mganga. Tunaenda kumwombea mganga, tunakuta alishakata moto zamani, alishakufa muda mrefu. Sasa kwa vile alikuwa tishio, yule bwana alikuwa ni Mkatoliki. Wakatoliki wakasema huyu aliasi imani, maana sisi sio wachawi, hatumuziki. Wakatoliki wakakataa kumuzika. Mtu mwingine akasema alikuwa anaendaga Pentekoste, Pentekoste. Wa wakasema hamna huko, hatumjui sisi, hatuna wachawi kanisani. Mwingine akasema huyu alikuwa AIC, mchungaji bado yuko kule anapigiwa simu, hamna, hata hatumjui kabisa huyo. Nikauomba msiba, nikasema naombeni mimi ndio nimzike, mimi ndo mchungaji wake. Wakaniruhusu nikaenda, tukachimba kaburi kanisa, tukaanzisha misa. Na mimi cheti changu kinaniruhusu kuzika bwana. Mwanangu, nilipiga injili pale, mke wa mganga akaokoka, watoto wa mganga 4 wakaokoka, na wana kijiji 40 wakaokoka. Tulipofika mkutanoni, mkutano ulihira, lile kanisa likajaa. Tangu hapo mpaka leo, tuhuma ya waganga kutesa kanisa ilishafutika kabisa. Na ndio maana nataka nikwambie, Roho Mtakatifu akipata nafasi kwako, hautanyanyaswa na watawi, hautanyanyaswa na waganga, maana sheria ya Roho iko level ya juu kuliko level za watawi. Ubarikiwe. Roho wa Mungu akae na wewe. Tukiongeza hapo tunakosea. Simama juu.